Naam, Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, nichukue nafasi hii ya pekee kabisa kukaribisha katika kipindi chetu cha siku hii ya leo, kipindi cha Roho Mtakatifu, kipindi ambacho kinakujia kukupatia mafundisho kuhusu uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi ya kiungu, lakini pia uwepo wake kama Mungu aliyejifunua katika Biblia. Mimi ninayezungumza nawe ninaitwa Mwalimu Mchungaji Godliven Maximilian Ngesi. Nikukaribishe sana katika kipindi cha siku hii ya leo. Na kabla tujaanza jambo lolote, tafadhali nikualike ili tupate kumuomba Mungu. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu ishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Ninamweka mikononi mwako mtazamaji pamoja na msikilizaji. Tunapokuwa tukijifunza kwa pamoja, tupatie mafunuo haya pekee yakatuongoze tukafahamu ukweli uliofunuliwa katika Biblia kuhusu Roho Mtakatifu, lakini zaidi kutuweka mikononi mwake ili aweze kutubadilisha na kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Tunajiweka mikononi mwako tukiomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Nikukaribishe, ikiwa ndio mara ya kwanza unafungua chaneli yako au unafuatilia kutana na kipindi hiki cha Roho Mtakatifu, tunajifunza juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama alivyofunuliwa ndani ya Biblia. Tumejifunza katika vipindi vilivyopita ya kwamba Biblia inamfunua Roho Mtakatifu katika Agano la Kale, lakini pia tumejifunza Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ni nafsi ya kiungu. Ziko sifa ambazo zinafunuliwa kutoka kwake ambazo zinaonyesha kwamba yeye ni Mungu kama alivyo Baba na kama alivyo Mwana. Lakini tumejifunza pia kuhusiana na uwepo wake kama Mungu aliyejifunua ndani ya maandiko matakatifu. Na tukajifunza kuhusu ishara mbalimbali ambazo maandiko yamefunua kuhusiana na Roho Mtakatifu. Ishara hizo zinatuonyesha juu ya utendaji wa Roho Mtakatifu, lakini pia zimekusudia kutufundisha juu ya uungu wake. Sasa tupo kwenye kipengele kingine ambacho tunajifunza juu ya Roho Mtakatifu, ni Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Tulimaliza Agano la Kale, tukamaliza uungu wake, tukamaliza uwepo wake kama nafsi, tukamaliza uwepo wake kwa ishara mbalimbali, na sasa tunajifunza uwepo wake katika Agano Jipya. Vipindi vilivyopita tuliangalia jinsi Biblia inavyofunua uwepo wa Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Na tukaona ya kwamba Agano lote Jipya linatufunulia ukweli ya kwamba Roho Mtakatifu ni moja kati ya nafsi tatu za kiungu. Kwa maana kwamba yeye sio Baba, lakini pia yeye sio Mwana. Lakini pia Biblia inatufunulia ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, kwa maana ana hisia, ana utashi, ana uwezo wa kuanzisha mahusiano, ananena, anafundisha, anamtukuza Yesu, anatufunulia mambo ya Mungu. Mambo yote haya yanayofunuliwa katika Biblia yanayoonyesha juu ya uwepo wake kama nafsi. Sasa nikukaribishe katika kipindi cha leo. Tunaangalia uwepo wa Roho Mtakatifu katika wakati wa kuzaliwa kwa Yesu au kutungiwa mimba ya Yesu Kristo. Juma lililopita tuliangalia watu waliojazwa na Roho Mtakatifu, na baada ya kuwagundua watu waliojazwa na Roho Mtakatifu wakihusiana na kuzaliwa kwa Masihi, kwa maana ya Zakaria, Elizabeti, tulijifunza habari ya Yohana Mbatizaji, tukajifunza habari ya mtu anaitwa Simeon. Wote hawa walijazwa na Roho Mtakatifu na wakazungumza maneno ya kinabii, maneno ambayo Roho Mtakatifu aliwaongoza wakayatamka. Sasa leo tunaangalia Roho Mtakatifu na mimba ya Yesu Kristo. Ni kwa jinsi gani Biblia inatufunulia uungu wa Roho Mtakatifu, lakini pia Biblia inatufunulia uwepo wake kama nafsi wakati wa kutungwa mimba ya Yesu Kristo. Sasa fuatana nami katika kipindi cha leo. Tutajifunza mambo makubwa matatu ya msingi ambayo yatatuongoza tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya kiungu na kwamba yeye sio Baba, yeye sio Mwana. Lakini pia tutafahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, maana mambo anayoyatenda wakati huu wa kutungiwa mimba ya Yesu Kristo ni mambo ambayo Mungu peke yake ndiye anaweza kuyafanya. Sasa tuanze na fungu hili katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 1 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema hivi: Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi:
Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Zingatia sana hilo neno. Biblia inatuambia ya kwamba Mariamu mama yake na Yesu Kristo alikuwa ameposwa na Yusufu, alikuwa amechumbiwa na Yusufu, na inaendelea kwa kusema kabla hawajakaribiana au kwa lugha nyingine, kabla hawajajuana, kabla hawajashiriki tendo la ndoa. Na hiyo ikitufunulia ukweli kuhusiana na uchumba ambao unapaswa kufuatwa katika Biblia. Leo kuna vijana ambao wanasema ni wachumba, lakini wamejuana, wameshakaribiana, na afu wanaenda wanafunga ndoa kabisa kanisani, tayari walishajuana, walishakaribiana. Ila hapa Biblia inatuambia Mariamu alikuwa na mchumba anaitwa Yusufu kabla hawajakaribiana. Akiwa katika uchumba, Mariamu alionekana ana mimba, na Biblia inatuambia hivi, ilikuwa ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mimba ambayo ni ya Mariamu, na hiyo mimba alikuwa ni Yesu Kristo aliyekuwa ndani ya tumbo, anasema ilionekana kwa Mariamu kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Sasa zingatia hilo neno. Neno limesema uweza wa Roho Mtakatifu, sio uwezo. Kuna vitu viwili, kuna tofauti kati ya uwezo na uweza. Sisi wanadamu tunaweza kutambulishwa kuwa na uwezo wa kufanya vitu mbalimbali, ila sisi hatuwezi, sisi hatuna uweza. Uweza ni tendo la kiungu peke yake. Mungu peke yake ndio mwenye uweza, mwenye uweza wote, almighty, omnipotent kwa Kiingereza. Kwa hiyo uweza unafunuliwa hapa wa Roho Mtakatifu, ndio uliofanya mimba ya Yesu Kristo kutokea katika mwili wa Mariamu. Sasa tuangalie pia katika kitabu cha Luka sura ile ya kwanza mstari 31, alafu baadaye tutaluka 34 na 37. Maelezo kama hayo yanafundishwa, yanaelezwa kwa namna hii. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Kule Mathayo anasema kabla hawajakaribiana, na hapa Mariamu anasema mwenyewe kwamba hajui mtu mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume, na katika uzee wake amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake. Na mwezi huu ni mwezi wa 6 katika yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Sasa kutoka katika mafungu haya tunajifunza mambo makubwa yafuatayo ambayo yanatuonyesha tufahamu juu ya uungu wa Roho Mtakatifu katika Agano Jipya, na hasa tunapokuwa tukiangazia wakati anatekeleza mpango huu wa ukombozi kwa kumleta Yesu kuzaliwa katika tumbo la Mariamu. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu ni Mungu, maana anafanya matendo ya kiungu. Sasa tendo hilo lililoainishwa hapo au lililofunuliwa hapo ni tendo la kiungu. Yesu kuja kufanyika mwili, Yesu ambaye ni Mungu wa milele, alipokuja duniani akachukua ubinadamu. Hilo tendo kwa Kiingereza linaitwa incarnation, kwa Kiswahili wanaita kufanyika mwili. Yesu alichukua mwili wa kibinadamu, akaja duniani, akaishi duniani kama mwanadamu. Sasa tendo la yeye kuja katika mwili wa kibinadamu, maandiko yanatuambia lilitendwa na nafsi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye aliyefanya Yesu Kristo kuja katika tumbo la Mariamu. Kwa hiyo inatufunulia kwamba yeye ni Mungu. Maana hata malaika Gabrieli hapa anasema kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu, maana ana uwezo wa kufanya yote. Mambo kama matatu hapo ambayo yanaufunua uungu wake. Jambo la kwanza ni kumleta Yesu Kristo katika tumbo la Mariamu.
ni tendo la kiungu hilo, haliwezi kufanywa na mwanadamu awaye yote. Kwa hiyo inatufunulia tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini jambo la pili ni kumsaidia Elizabeti ambaye alikuwa mzee katika uzee wake kupata ujauzito. Sasa malaika anasema hakuna inayoshindikana kwa Mungu. Wakati Mariamu anasema mimi siwezi kupata mtoto maana sijui mtu mume, malaika anamwambia sikiliza, jambo hilo litafanywa na Roho Mtakatifu. Yeye ambaye amemfanya hata Elizabeti katika uzee wake amepata ujauzito. Kwa hiyo Elizabeti katika uzee, unajua watu wanapokuwa wazee wanakoma katika mzunguko wa siku zao, na kwa namna hiyo uwezekano wa wao kupata watoto unakuwa ni mgumu, haupo kabisa. Kwa hiyo hapa sasa tunaona Roho Mtakatifu ana uwezo wa kiungu, maana anafanya mambo ambayo yanapita kanuni ya asili, sheria ya asili. Yeye anampatia Elizabeti mtoto kama alivyompatia Mariamu mtoto wa kiungu ambaye ni Yesu Kristo katika tumbo lake. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, Elizabeti anapata mtoto wakati yeye alikuwa tasa. Sasa ukisoma Biblia katika Agano la Kale utafahamu kisa cha Ibrahimu pamoja na mkewe Sara. Pale panafunuliwa kitu kikubwa sana. Wakati Yesu Kristo ameenda kumtembelea Ibrahimu akiwa na wale malaika wawili, alipompatia chakula wakamkirimia, baadaye wanatamka baraka kwa mwanamke huyu. Mungu anatamka maneno haya katika Mwanzo 18 fungu la 14, anasema hakuna linaloshindikana kwa Mungu, hakuna. Kwa hiyo akamwahidi ya kwamba mwakani utapata mtoto. Na alikuwa amekoma kabisa katika siku zake na mzunguko wake kama mwanamke, maana alikuwa ni mzee. Vivyo hivyo jambo hilo hilo linatokea pia kwa Elizabeth. Yeye alikuwa ni mzee, lakini pia alikuwa hana uwezo wa kupata mtoto, alikuwa tasa. Na kwa yote hayo, fungu la 37 la Luka sura ya 1, Biblia inasema hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Mungu ana uwezo wa kufanya mambo yote. Na kwa kutenda mambo hayo, maandiko yanatufunulia, yanatuonyesha tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya kiungu, maana ana uwezo wa kufanya mambo yote. Yeye ni Mungu na wala hafungwi na kanuni za asili, kama tulivyosema ya kwamba yeye ana uwezo wa kufanya mambo yote. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, katika tukio hili la kuzaliwa kwa Yesu Kristo au kutungiwa mimba kwa Yesu Kristo, hapa tunapata ufunuo wa nafsi tatu za kiungu. Unajua kumekuwa na watu leo ambao wakisikia Utatu Mtakatifu, yani ni kama wanapata ukakasi, wanapata shida sana. Wengine wanasema kwamba ni mafundisho ya kipagani. Sasa ukisikia dhana ya utatu, maana yake ni uwepo wa nafsi tatu, kwa maana ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, jambo ambalo ni fundisho kabisa halisi la kibiblia. Sasa Biblia inatufunulia hapa, tunaona kuna nafsi tatu hapa zinafunuliwa katika tukio hili la kutungwa mimba kwa Yesu Kristo. Sasa twende pamoja katika kitabu kile cha Luka sura ya 1 mstari ule wa 34. Anasema, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, hivyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Sasa hapa kuna nafsi tatu zinafunuliwa hapa. Jambo la kwanza anasema ni nguvu zake aliye juu. Huyo Baba anasema yeye aliye juu ni Baba. Lakini mwana ambaye yeye anafunuliwa hapa kama mtoto ambaye yuko ndani ya tumbo la Mariamu, nasema hicho kitakatifu kitaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Na nafsi ya tatu hapa ni Roho Mtakatifu mwenyewe, ambaye ndiye sasa anasema Roho Mtakatifu atakujilia. Kwa hiyo tunaona udhihirisho wa nafsi tatu. Maana yake ni nini? Katika mpango wa Mungu kumkomboa mwanadamu, nafsi zote tatu zimehusika kikamilifu. Ni kama tulivyojifunza somo lililopita ya kwamba Baba yeye anamtoa mwana wake, uhusika wake upo katika kumtoa mwana. Roho Mtakatifu uhusika wake upo katika kumleta Yesu Kristo duniani. Na Yesu Kristo ambaye ndiye mwana, uhusika wake upo katika kujitoa kwa ajili ya wanadamu.
na anakuwa mwokozi wa wanadamu. Kwa hiyo katika fungu hilo tunafunuliwa juu ya uwepo wa nafsi tatu za kiungu, kwa maana ya Baba anafunuliwa hapo, Mwana anafunuliwa hapo, na Roho Mtakatifu pia anafunuliwa hapo. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu ni moja kati ya zile nafsi tatu za kiungu, na hiyo inatuambia ya kwamba hilo ni fundisho halisi la kibiblia, kwa sababu kama lisingekuwa fundisho la kibiblia ina maana pasingefunuliwa kwa namna hiyo. Lakini jambo lingine la msingi hapa katika pointi hii ya pili ambalo tunajifunza, kuna baadhi ya watu tulijifunza mitazamo ya watu mbalimbali kuhusiana na Roho Mtakatifu. Kuna ambao wanadai ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye Yesu Kristo. Sasa sikiliza kwa makini kabisa. Mariamu hapa akiwa anazungumza na malaika anamwambia hivi, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, na hivyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Sasa sikiliza, kama Yesu Kristo ndiye Roho Mtakatifu, inakuwaje Roho Mtakatifu tena amjirie Mariamu na wakati huo huo tena awe tumboni? Kwa kanuni hapo inakataa kabisa, na hiyo inatufunulia tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi nyingine kabisa tofauti, na Yesu Kristo naye ni nafsi nyingine tofauti. Kwa hiyo sio yule yule. Hao watu wanadai ya kwamba Yesu ndiye Roho Mtakatifu, lakini kwa mujibu wa fungu hili tu lenyewe linakataa ya kwamba Roho Mtakatifu sio Yesu Kristo, maana yeye anafanya jukumu la kumleta huyo Yesu Kristo hapa duniani. Anasema Yesu alizaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu, na hiyo inatufunulia kwamba Roho Mtakatifu sio Yesu Kristo. Hilo ni jambo la pili ambalo tunajifunza katika siku ya leo. Jambo la tatu, tunajifunza nini kutoka katika tukio hili la kutungwa mimba kwa Yesu Kristo? Hapa tunajifunza juu ya uungu wa Roho Mtakatifu. Ukweli kwamba Yesu alichukuliwa mimba na Roho Mtakatifu unathibitisha juu ya uungu wa Roho Mtakatifu. Maana yake ni nini? Sikiliza Biblia inavyosema katika kitabu cha Yohana sura ile ya 1 mstari ule wa 14. Biblia inasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Maandiko yanatuambia ya kwamba neno alifanyika mwili. Ukisoma katika fungu la kwanza anasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Pasipo yeye hakikufanyika chochote. Alafu fungu la 14 ndio anasema, naye neno akafanyika mwili. Kwa hiyo neno ni Mungu, na neno ndiye Yesu Kristo. Kama neno ni Mungu, anawezaje kuletwa duniani na kiumbe? Au anawezaje kuletwa duniani na mvuto ambao si nafsi, au na nishati ambayo si nafsi, au umeme? Jibu ni hapana. Roho Mtakatifu lazima awe ni Mungu, maana bila kuwa na sifa hiyo ya kiungu hawezi kumleta Mungu mwana katika tumbo la mwanamke. Hawezi kuleta nafsi nyingine ya kiungu iweze kuzaliwa katika tumbo la mwanamke. Na ndio maana kwa fungu hilo linatufunulia tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, maana ana uwezo wa kiungu. Yeye ndiye anayeweza kumleta Mungu mwana katika tumbo la mwanamke. Na muunganiko wa asili hizi mbili, kwa maana ya uungu na ubinadamu, Yesu Kristo ni muunganiko wa asili mbili, uungu pamoja na ubinadamu. Biblia inatuambia jambo hilo ni fumbo. Mwanadamu hawezi kulielewa kwa akili tu ya kawaida, ila tunaamini kama ambavyo limefunuliwa ya kwamba Yesu ni Mungu, lakini pia Yesu ni mwanadamu. Alichukua ubinadamu alivyokuja hapa duniani. Sasa muunganiko wa uungu na ubinadamu unaweza kuwezeshwa tu na nafsi ya Roho Mtakatifu, maana ndiye pekee aliyeweza kumleta Yesu Kristo katika tumbo la mwanamke, na Yesu ambaye ni Mungu pamoja na wanadamu. Biblia inaweka bayana kabisa. Ukisoma Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16, neno la Mungu linasema, maana siri ya utauwa ni kuu,
Mungu alifanyika mwili, Mungu alifanyika mwanadamu, Mungu alichukua ubinadamu. Yaani kwa kuchukua kwake ubinadamu anafanyika mwanadamu, kunafunua ya kwamba tendo hilo limefanywa na yeye aliye na asili ya kiungu. Kwa hiyo hilo jambo linatufunulia kwa uwazi tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya kiungu, maana ana uwezo wa kuleta nafsi nyingine yenye asili ya kiungu, inakuja inachukua mwili, anafanyika mwili na anawaokoa wanadamu. Na hata Yesu, jina lake lenyewe tu linatufunulia tufahamu ya kwamba yeye ni Mungu. Katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya kwanza ni mstari ule wa 23, anasema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo Yesu anaitwa Immanueli, maana yake ni Mungu pamoja nasi, Mungu aliyekuja duniani akawa pamoja nasi kwa lengo la kutuokoa na kutupatia ushindi katika maisha haya ya dhambi. Kwa hiyo tendo la Yesu Kristo ambaye ni Mungu kufanyika mwili liliwezeshwa na Roho Mtakatifu peke yake, ambaye yeye ana asili ya kiungu. Kupitia uweza wake wa kiungu, kupitia uungu wake, anaweza kumfanya Yesu Kristo akaja duniani akazaliwa. Unajua, ndiye huyo huyo ambaye wakati wa Pentecost Roho Mtakatifu alivyokuja kwa nguvu, anafanya Yesu Kristo aweze kupatikana katika maisha ya kila muumini. Maana katika ubinadamu wake Yesu alikuwa na limitation ya kutokuwa kila mahali katika ubinadamu wake, na kwa njia ya Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuwa kila mahali, ana uwezo wa kuwa kwa kila muumini. Ndio maana siku ile ya Pentecost alikuja katika maisha ya kila muumini, na hiyo nafunua kwamba hata leo Yesu anaweza kuja katika maisha ya kila mtu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo mambo hayo matatu ambayo tumejifunza siku ya leo yanatufunulia tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Jambo la kwanza, yeye anatenda matendo ya kiungu. Swala la kumleta Yesu kuja kuzaliwa duniani ni tendo la kiungu. Kwa hiyo bila kuwa na uungu asingeweza kufanya jambo hilo. Lakini jambo la pili, yeye kuweza kuunganisha uungu na ubinadamu na kufanya kuwa katika mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Tena anasema mwanadamu Yesu Kristo, ni jambo ambalo linafanywa na nafsi ya kiungu peke yake. Lakini jambo la tatu tulilojifunza siku ya leo, tumeona nafsi zote tatu katika uungu zimehusika katika kumkomboa mwanadamu. Na hata hapa tu zimehusika. Unaona, Baba anatajwa kama nguvu zake aliye juu. Yeye anamtoa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuja, anamleta Yesu Kristo, na Yesu Kristo anajitoa kama mwokozi wa wanadamu, anafanyika mwili, anazaliwa katika dunia hii. Kwa mambo hayo ambayo tumejifunza siku ya leo yanatufunulia tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, na hasa kama alivyofunuliwa au kama tunavyojifunza katika Agano Jipya. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia vipindi hivi tunapoendelea kujifunza juu ya Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Tutaendelea kujifunza zaidi na zaidi katika vipindi vinavyofuata. Juma lijalo tutaingia tena kuangalia sehemu nyingine ndani ya Agano Jipya, na hasa tukiwa katika vitabu vya Injili. Maana tupo katika vitabu vya Injili kwanza, na baadaye tutaingia kitabu cha Matendo ya Mitume, na kisha tutaingia nyaraka mbalimbali, alafu tutamalizia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia Hope Channel Tanzania na kusikiliza redio ya AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Mungu akubariki, na tunapohitimisha basi ni kualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu unaishi juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Tumejifunza juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu, na hasa tukiangazia tukio lile kubwa la Yesu kufanyika mwili. Tunaomba uweze kutusaidia ili tuweze kufahamu juu ya ukweli huu, na hatimaye tukajisalimishe kwako kama watoto wako, tukiandaliwa vema kwa ajili ya uzima wa milele. Bariki mtazamaji na msikilizaji. Tupatie tena wakati mwingine wa kujifunza, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la thamani la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen.